Waislamu wanatekeleza ibada za swala tano ambazo tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ibada zao hizi hakuna kitu, kwa sababu wanaendea ibada basi na ilmu na kusema pamoja na kuhusia nafsi yao. Jambo la ilmu ni jambo zito, kila Muislamu anatakiwa atilie umuhimu na kusema pamoja na kuhusia nafsi yao. Tukiangalia kwa kuharibika mfumo huu wa ilmu, watu kutoutilia umuhimu. Tutatoa mifano katika upande wa da'wa. Huko nyuma, nyinyi mashahidi wa nafsi zenu, wapo ambao mliwakosa katika vijana, ima kijana wako, mtoto wa mjomba au mkweo akahamasika, humisu fatahamasu, walihamasishwa wakahamasika, wakaenda katika njia ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha. Watu wakaingia katika ukhawarij, watu waliingia katika ile mifumo, wengine waliingia akiwa wajinga, jambo ikawakuta hali ya kuwa hawajui chochote, wakapoteza nafsi, watu wakakosa waume, watu wakakosa baba. Lakini ukirudi, sababu ya msingi ni watu kukosa dini, kukosa ilmu ya sheria, watu kukosa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Na kusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu jambo la ilmu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man yuridillahu bihi khayran, yoyote atakayemtakia Allah subhanahu wa ta'ala khairi katika waja, yufaqihu fi din, Allah subhanahu wa ta'ala anampa fiqh ya dini, akupe mali, akupe watoto, anakugaia ilmu ya dini, kwa sababu elimu ya dini itakusogeza wewe, itakuangaza wewe katika maisha yako yote, maisha ya kiibada, maisha ya ndoa, maisha ya kuamiliana wewe na wazazi wako, maisha ya kuamiliana wewe na watawala wako. Na kushare pamoja na kuhusia nafsi yangu, kila mmoja anatakiwa aangalie jambo la ilmu, angalia elimu. Muislamu una miaka 20, una miaka 30, una miaka 40, au na sehemu ya Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, au na sehemu ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaifa ya'budu rabbuk, vipi unamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala? Au juu ya akida, au juu Uislamu wako kutimia kwake na kutotimia kwake, vitenguzi vya Uislamu au vijuu, unapata salama vipi wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa kila mmoja katika sisi ana wajibu wa kuangalia haya, basi na ilmu atweni kokote, tutadanganyana. Mshairi anasema, الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان، علم من الكتاب أو السنة وطبيب ذاك عالم رباني. Ujinga ni ugonjwa wenye kuua, lakini ujinga tiba yake ni mambo mawili: elimu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini jambo la pili, apatikane msomi mlezi, apatikane alim ambaye anaweza kuwalea vijana wakapewa elimu ya sheria iliyokuwa sawasawa, sio hamasa. Na kushiriki pamoja na kuhusia nafsi yangu, kila mmoja aangalie hili, aangalie yeye na familia yake. Inawezekana wewe kwa kukosa kuangalia familia yako, ukaangalia tu maisha yao ya dunia, kuvaa vizuri na kulala pazuri, ukakosa kuangalia katika jambo la ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ya dini, ukafa aliyakuwa Muislamu, mkakutana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye katika dini nyingine hana ghera na Uislamu wake. Wallahu alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumus samawati wal ardi ورب الخلائق أجمعين، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على رسول الله المصطفى ونبي الله المرتضى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الناس عباد الله، أيها الإسلام، nakusieni pamoja na kuhisia nafsi yangu jambo hili adhimu ambalo kila Muislamu anatakiwa yeye alifikirie uzito, yeye na familia yake. Zipo fadhila nyingi
katika jambo la kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nitazitaja tatu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Al-ilm, faida ya kwanza, al-ilm nur, elimu ya dini ni nuru, taa yastadhimu bihi al-abd, inakuwa anaangazia mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, yastadhimu bihi al-abd fayarif kayfa ya'budu rabbahu wa yu'amilu ibadahu. Elimu ya dini ni taa ambayo inamuongoza Muislamu, inamuongoza mja wa Allah subhanahu wa ta'ala vipi amwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika vipi aamiliane na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakunu siratuhu fi dhalika ala ilmin wa basirati, yanakuwa maisha ya Muislamu, harakati zake zote zinakuwa katika ilmu na basira, afanye mambo hovyo, majambo yake yanakwenda kwa vipimo, kwa sababu anataa ambayo inamuongoza kule anakwenda. Kiumbe chake kama hujakuwa na ilmu, mambo yako yanakuwa hayana vipimo. Unaweza ukatekeleza ibada nyingi ukaona zikomoa huko pembeni nje, kuuza kwako na kununua kwako, ukawa unaapa, unadanganya, unafanya ghishi, kwa sababu umekosa elimu ya biashara yako. Jambo la pili katika faida za ilmu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lam yuraghib ahadan an yaghlib ahad. Mtume sallallahu alayhi wasallam ajaleta targhib kwamba mmoja katika sisi amuonee hasadi ya ghibwa katika jambo lolote, illa katika mambo haya mawili. Lam yuraghib an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ajaleta targhib. Targhib hii ya dini ala hasad, kumuonea hasadi mwenzako, hasadi ya ghibwa, ya kutamani kuwa kama yeye, isipokuwa katika mambo mawili. Jambo la kwanza talabul ilm wal amal bihi, na jambo la pili talibu alladhi, yule. Jambo la kwanza kutafuta ilmu ya kisheria na kufanyia kazi, na jambo la pili ni yule ambaye tajiri, ambaye mali zake ameweka katika kuhudumia Uislamu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatayn, rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fi al-haqq, wa rajulun ataahu Allahu hikma fakana yuqdiha wa yuallimuha. Hakuna hasadi ya kutamani kuwa kama wewe, kuwa kama yeye, isipokuwa katika mambo mawili. Mtu ambaye amepewa elimu na Allah subhanahu wa ta'ala, akawa anaifundisha na anahukumu kwayo, huyu inapasa kumwonea hasadi kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimgawia mali, akasalitishwa mali zake, ikawa yeye anaishi kwa kuhudumia Uislamu. Jambo la tatu katika faida za ilmu na fadhila zake, annahu irithul anbiya, elimu wewe ukishikamana nayo unawarithi manabii. Manabii ni karne zilizopita nyingi huko, leo tuna miaka zaidi ya 1500 na 1600 na wewe ukisoma elimu ya sheria ukamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, karne ya leo unakuwa umerithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, umerithi na manabii. Si jambo dogo, ni jambo kubwa kumrithi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nakuhusieni ndugu watukufu wa Islam, na kuhusia nafsi yangu, kila mmoja aangalie jambo la ilmu. Jamii ya Kiislamu imebomoka mpaka maulama wakasema adui aliyokuwa mkubwa kwa Waislamu, ambayo ni hatari mno kuliko Mayahudi na Manaswara, ni mjinga, kukosa mtu elimu ya dini. Huyu ni adui mkubwa kuliko hawa Mayahudi na Manaswara, kwa sababu Muislamu atakapopata elimu ya dini yake sahihi, yeye mwenyewe atajikataza na maasi, yeye mwenyewe atamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, atatekeleza dini yake kwa namna iliyokamilika, kwa wajibu uliokuwa sawasawa.
Lakini leo Waislamu wanapendezewa majambo, itikadi zisizokuwa sawa wanayafanya yasiyokuwepo, kwa sababu wamekosa elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, kila mmoja achukue azma ya kubadilika yeye na familia yake. Kama hujabadilika katika utaratibu huu ambao tunaosema, ukaangalia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukaisoma walau kwa uchache, basi ujue wewe kuangamia kwako ni dakika sifuri, kama wanavyosema. Hauna salama katika maisha ya dunia haya. Sababu ya matatizo ya Waislamu yote yanarudi katika jambo la ilmu. Kila kitu